Sisi kama kamati ya kudumu ya Bunge, kazi yetu kubwa tumekuja kufuatilia matumizi ya fedha za umma kama zilivyopitishwa na Bunge, na katika fedha zilizokuwa zimepitishwa za chuo hiki ilikuwa ni pamoja na upanuzi wa chuo, ujenzi wa madarasa, lakini ujenzi wa makao makuu na mambo mengine. Kwa ujumla wake kamati imefurahishwa sana. Aina ya majengo yaliyojengwa kuanzia kwanza kwenye hostel za wanafunzi zimejengwa vizuri, nyingi na za kutosha na kwa gharama nafuu. Lakini pia jengo la makao makuu hili kwa kweli kamati imefurahishwa sana na huu mradi. Sasa tumeangalia kwa ujumla wake miradi yote miwili inategemea kugharimu takribani bilioni 24. Kitu ambacho kiangalia majengo yanavyoonekana, mandhari ya nje yanavyoonekana na kile kilichotoka na fedha havilingani kabisa. Inaonekana fedha ambazo wanakusudia kutumia ni kidogo, na hii ni kwa sababu wametumia mfumo ule tunaita wa force account. Tumeona uongozi wa chuo una maono makubwa sana. Kwenye huu mradi walikuwa wanajenga fence. Badala ya kujenga fence, wao wameamua kurekebisha. Wao wameweka fence, wanaweka maduka nje. Maduka yale yote tumezunguka tumeona wanasema yatawaingizia takribani milioni 600. Kwa hiyo badala ya kujenga fence ambayo haitazalisha chochote, ile fence sasa inaenda kuzalisha, inaimarisha ulinzi, lakini inaingiza mapato kwenye chuo, na hivyo taifa linaongeza mapato zaidi. Kwa hiyo ubunifu ni mkubwa sana. Lakini tumeona madarasa mengine yanayojengwa hapa yatakuwa na kumbi za kimataifa ambapo watakuwa na uwezo wa kutoa mihadhara, kufundisha wanafunzi mahali kokote waliko duniani kwa kutumia teknolojia. Hii itakuwa ni funzo zuri, na tunaamini kwamba itakuwa ni chuo cha mfano ambapo mtu unaweza kukaa Marekani, ukakaa Uingereza, ukakaa Australia, ukakaa Namibia, ukakaa South Africa, lakini ukasoma kwa kutumia mtandao, ukapata elimu ile ile. Lakini si hiyo tu, hata hapa nchini matawi yale ya Babati, matawi ya Dodoma, matawi ya Songea na kadhalika na sehemu zinginezo, mwalimu mmoja anaweza akatumika kuwafundisha wote. Kwa hiyo ni kazi nzuri ambayo imefanywa na serikali ya awamu ya 6, na sisi tunawapa hongera, uongozi, tunawapa hongera serikali, tunasema big up, kila kitu mambo safi. Leo tumepata ugeni mkubwa sana wa kamati ya Bunge ya fedha, na wao walikuja kutembelea miradi mikubwa miwili ambao ni postgraduate, hapa tumesimama, na hostel. Sasa moja kati ya mambo ambayo yamejitokeza ni jinsi gani sisi kama chuo tumejipanga, ikiwa ni malengo ya hii miradi pamoja na mambo mengine, pamoja na zile shughuli za kimsingi za chuo ambazo ni kufundisha na wanafunzi sehemu za kulala kwa mabweni, lakini sisi tumejiongeza kwenye kuhakikisha kwamba miradi hii inaendana vile vile na malengo ya kutengeneza mapato yasiyotokana na ada. Na kwenye hii tumefanya kwa aina mbili. Kwa upande wa hostel tumejenga maduka ya kisasa 46 na benki kubwa 2, CRDB na NMB watakwenda kuweka branches kabisa, branch kubwa. Lakini vile vile kwa upande wa hapa postgraduate building tuna kumbi za mikutano, tuna boardroom nzuri, lakini vile vile tunakwenda kuanzisha kituo chetu cha televisheni, tuna dispensary, na tuna ukumbi mkubwa sana wa kisasa wa watu 300 ambao unaweza kufanyika kwa hadhi ya kimataifa. Lakini mimi kama mwanafunzi ambaye nilishe kusoma hapa, nimekaa old hostel, nimekaa new hostel, lakini ni kipindi ambacho lazima uwe mwaka wa kwanza. Nilipokuwa mwaka wa pili nilikuwa kiongozi, kwa hiyo nilipata nafasi ya kukaa ndani ya campus kwa sababu mwaka wa pili nilikuwa kiongozi. Sababu gani kwa nini sikupata nafasi ya kukaa ndani ya chuo nikiwa mwaka wa 3? Kwa sababu majengo yalikuwa sio toshelevu, hawezi yakatosha. Lakini as we are speaking today, nilipofanya ziara na kamati yangu ya Bunge, hapa kuna hostel nyingi zimejengwa, majengo karibu 8 ambayo yamejengwa, ambao majengo yote hayo unaona yataenda kwa accommodate wanafunzi wengi sana. Na mkuu wa chuo katika ripoti yake amesema wasingetamani watoto wale ambao wanasoma ngazi kuanzia certificate ambao wanakuja hapa wakiwa na umri mdogo wapate adha na changamoto ambayo watangulizi wao tulipita kama dada zao. Kwa kweli ukifika hapa unaona kabisa kwamba watu wamezamilia kufanya kazi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba tunaposema elimu ambayo inaishi au ya mfano, kwa kweli ni Institute of Accountancy Arusha. Mimi pia nilisimama hapa, ni mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndani ya nchi yetu kuwa mbunge wa jimbo si kitu kidogo, lakini unaweza kaona kwamba chuo kiliweka nini kwenye kichwa changu na mpaka nimeweza kufikia hapa. Wito wangu kwa Watanzania wote na wazazi wote waendelee kukiamini chuo cha uhasibu mahali popote na kampasi zao, waone kabisa ni watu ambao watatoa excellent education kwa watoto wao.